Irani imerusha makombora kuelekea Israeli mapema saa chache mara baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba Washington ilifanya mazungumzo na afisa wa Irani ambaye hakutajwa. Jeshi limesema shambulio la hivi karibuni la makombora Irani lililenga kaskazini mwa Israel na kwamba linafanya juhudi za kuzuia tishio hilo. Rais Donald Trump siku ya Jumatatu alisifu kile alichokiita mazungumzo mazuri sana na afisa wa Iran ambaye hakumtaja mara baada ya kuahirisha ghafla mipango ya mashambulizi mapya. Na hii ni nukuu ya Rais Donald Trump ambapo alisema kwamba nadhani kuna uwezekano mkubwa ya kwamba tutafikia makubaliano na kwamba hiyo tunaipa siku 5 na kisha tutaona itakavyokuwa, na naweza kusema kuwa baada ya kipindi hiki nadhani huenda tukawa na makubaliano mazuri sana. Aidha, ufichuzi huo wa kushangaza wa kuwepo mazungumzo ulikanushwa na Tehran ambao ulimtuhumu Trump kwa kutaka kushawishi masoko ya nishati. Ulijiri kabla ya muda wa mwisho wa siku ya Jumatatu usiku uliowekwa na Trump kwa Irani kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, la sivyo Marekani iteketeze mitambo yake ya umeme. Bei ya mafuta ilishuka na masoko ya hisa yakaimarika, huku waangalizi wakijitahidi kutafsiri kauli ya Trump licha Irani kukataa. Tovuti ya habari ya Axios nchini Marekani ilimnukuu afisa mmoja wa Israel ambaye hakumtaja jina, ilimtaja mtu aliyezungumza na Trump kuwa ni Mohammed Bagher Halbar, spika wa bunge la Irani na mmoja wa watu mashuhuri wasio na nafasi ya kidini. Tovuti hiyo na shirika la habari la Reuters waliripotia kwamba patanishi wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wameweza kukutana na ujumbe wa Irani kwa mazungumzo nchini Pakistan wiki hii, huku kukiwa na uwezekano wa makamu wa rais DJ Vance kujiunga. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif siku ya Jumatatu alisema alizungumza na Rais Masoud Pezeshkian wa Irani akaidi msaada wa amani katika eneo hilo. Lakini Halbaf alisema kwenye mtandao wake ya kwamba hakuna mazungumzo yanayoendelea, akisisitiza kwamba Trump alikuwa akitaka kudhibiti masoko ya fedha na mafuta. Shirika rasmi la Irani IRNA kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani Ismail Baghaei alisema kuwa ujumbe ulipokelewa kutoka baadhi ya nchi rafiki ulioashiria ombi la Marekani la kutaka mazungumzo yenye lengo la kukomesha vita, lakini akakanusha kuwa mazungumzo yoyote kama hayo yalifanyika. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema amezungumza na Trump na kukiria kwamba Marekani inatumai makubaliano yanawezekana, lakini akaapa kuendelea kuishambulia Irani na Lebanoni ili kuilinda Israeli. Nchini Lebanoni, Israel ilipanua operesheni yake ya ardhi dhidi ya wanamgambo Hezbollah wanaoungwa mkono na Irani, ikionya kuhusu wiki kadhaa za mapigano. Alisema kuwa imeshambulia tena kusini mwa Beiruti siku ya Jumatatu na mapema Jumanne na kudai kuwakamata wapiganaji wawili wa Hezbollah. Lebanon iliingizwa katika vita vya Mashariki ya Kati wakati Hezbollah ilipoanza kurusha makombora dhidi ya Israeli mnamo Machi 2 ili kulipiza kisasi mauaji ya kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei katika shambulio la Israel na Marekani.